Karibu sana mtazamaji. Karibu katika makala hii maalum, makala ambayo hii leo tumeamua kwa kina kabisa kuitazama Ngome SACCOS. Na Ngome SACCOS ni chama cha akiba na mikopo cha Ngome, na wengi wamezoea kuita Ngome SACCOS. Sasa Ngome SACCOS wametoka wapi? Wako wapi? Na wanafanya nini? Hili ndilo ambalo mimi ningependa kwa siku ya leo nikukaribishe ili uweze kuyafahamu haya kwa kina kabisa. Na nikusii tu mtazamaji, popote pale ambapo unaungana nasi, usiondoke. Yako mambo mengi sana ambayo yanafanywa na chama hiki cha Ngome SACCOS. Sasa wengi wangependa kufahamu Ngome SACCOS imetoka wapi? Na je, imekuja kujaje? Imeanzishwaje? Mimi naitwa Jerry Muro, na katika sehemu hii ya kwanza tutakwenda kuona historia ya chama hiki, kilikotoka, kilipo na kinakoelekea. Na ni furaha yangu katika sehemu hii kukutanisha na mmoja kati ya waasisi wakongwe kabisa wa chama hiki, na huyu si mwingine bali ni Mama Mapunda. Mama Mapunda yeye ni miongoni mwa watu ambao walianza chama hiki tangu zamani. Sasa walianzaje? Wako wapi? Na wanafanya nini? Mimi nikukaribishe ili uweze kuambatana nami sasa katika safari hii ya kuitazama Ngome SACCOS, ili uweze kujua wana huduma gani, wanafanya nini, na wako wapi, na mpaka sasa wameshawanufaisha wananchi kwa kiasi gani, na haswa askari wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania. Lakini si askari tu wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania, bali wafanyakazi ambao wako kwenye taasisi zilizomo ndani ya Jeshi la Wananchi wa Tanzania. Karibu sana. Chama cha ushirika wa akiba na mikopo cha Ngome ni miongoni mwa vyama bora kabisa nchini ambacho kimeanzishwa kwa lengo la kuondoa umasikini na kukuza uchumi wa askari wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania pamoja na wafanyakazi wa Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa na taasisi zilizo chini ya jeshi, huku kukiwa na historia nzuri ya uanzishwaji wake. Ngome SACCOS imeanzishwa kutokana na mfuko wa kijamii wa kusaidiana tawi la fedha makao makuu ya jeshi uliokuwa unaitwa CC Relief Fund. CC Relief Fund ni mfuko ambao umeanzishwa na watendaji wa tawi la fedha baada ya serikali kuingia kwenye cash budget basis, ambapo kabla ya cash budget basis mishahara na fedha za matumizi ya kawaida OC zilikuwa zinaletwa kwa miezi mitatu. Kwa hiyo kulikuwa na nafasi ya watu kupata salary advance. Baada ya salary advance kusimamishwa kutokana na kwenye cash budget basis kwa mishahara inakuja kila mwezi na kwa jina la mtu, kwa hiyo hamna hela ya ziada, ikabidi tuanzishe CC Relief Fund kwa ajili ya kuwasaidia watendaji wa tawi la fedha kwa matatizo madogo madogo ya misiba, kuuguliwa, matatizo ya dharura yanayojitokeza. Hii CC Relief Fund iliendelea vizuri, ikakuwa vizuri, lakini mahitaji ya watu nayo yakapanuka nje ya uwezo wa CC Relief Fund. Watu wakawa wanataka fedha kwa ajili ya ujasiriamali, kwa ajili ya kusomesha watoto. Kwa hiyo mfuko ukawa hauwezi kukidhi hayo mahitaji, kwa hiyo tukahitaji mbadala. Kuhitaji mbadala tulienda kwenye mfuko wa self ambao ulikuwa kwa wakati huo kwa makamu wa rais, na huu mfuko ulikuwa kwa ajili ya kusaidia kuondoa umaskini. Tuliongea na watendaji wa self, wakasema kwa upande wa jeshi hawezi kutupatia kama wanajeshi, labda tupitie kwenye vikundi ambao vimejiunga, na tulipendekezwa kupitia kwenye SIDO SACCOS. Lakini tukasema kwa nini tupitishe kwenye SIDO SACCOS? Kwa nini tusiunde umoja wetu wa SACCOS, tuwe na ushirika wa akiba na mikopo? Wazo hilo tukaliandikia andiko, tukaandika masharti yetu, tukapeleka kwa mrajisi wa vyama vya ushirika, na bahati nzuri tarehe 30 Aprili 2007 chama chetu cha ushirika SACCOS kikasajiliwa kwa namba DSR 991. Tulifungua, bahati nzuri CRDB wakatuunga mkono, kwa hiyo wakatukopesha kama bilioni 5
Sasa kama unavyojua, wanajeshi na watumishi wa umma wamezoea zile services, hawajui mambo ya biashara. Kwa hiyo tukaomba tuanzishe promotion, kwa sababu tukishindwa kurudisha mwajiri hata tuelewa. Kwa hiyo bilioni 5 ni nyingi sana. Kwa hiyo tukaanzisha promotion, kwa sababu kipindi hicho mpaka uwe mwanachama ilikuwa unakuwa kiingilio 10,000, kuomba kuingia chama fomu ya kujiunga 5,000, halafu akiba ilikuwa 55, halafu hisa 10. Kwa hiyo ilikuwa 100,000. Kwa hiyo ilikuwa nafikia 170,000. Tukasema sisi tutafaidika, lakini tuifanye kiwe cha kitaifa. Katika kuhakikisha chama kinaongozwa katika misingi ya haki, uwazi na uadilifu, chama kimejiwekea utaratibu wa kufanya mikutano mikuu ya mwaka, na safari hii mkutano mkuu wa 9 wa mwaka wa wawakilishi wa Ngome SACCOS ulifanyika jijini Dar es Salaam, mkutano ambao pamoja na mambo mengine uliweza kuwachagua viongozi wakuu ambao wataongozwa na Kanali Charo Hussein Yateri ambaye ndiye mwenyekiti wa Ngome SACCOS Limited. Uongozi wa chama upo kwenye hatua 3. Kuna mkutano mkuu wa wanachama ambao ndio supreme, ndio unaweza kutoa maamuzi yote. Na mwanzo tulipokuwa 166 tulikuwa na mkutano wa mkuu wa wanachama wote walikuwa wanahudhuria. Lakini kwa idadi ilivyoongezeka kufikia hapo tuliposema 8,100, inakuwa sio rahisi kuita wanachama wote, na hao wanachama wapo nchi nzima, wametawanyika. Chama chetu kimekuwa ni cha nchi nzima. Kwa hiyo tumechagua wawakilishi kwa kila mkoa. Kwa hiyo kunakuwa na mkutano wa wawakilishi, na kwenye mkutano wa wawakilishi unachagua bodi ya wajumbe 9 ambao ndio wanasimamia utendaji wa chama wa kila siku, na vile vile kuna kamati ya usimamizi ya wajumbe 3 ambao nao kazi yao ni kutizama kama bodi na utendaji wa chama unawiana na masharti, sheria za chama, kanuni, sera na nyaraka mbalimbali za uendeshaji wa chama. Vile vile bodi imeajiri mkaguzi wa ndani, ambao mkaguzi wa ndani anatizama udhibiti wa ndani, kama kazi zinaenda kama zilivyopangwa na watu wanafuata sera na kanuni za uongozi wa chama. Lakini vile vile kuna watendaji ambao ndio wanafanya kazi za kila siku. Watendaji wapo 21, na katika 21 13 wameajiriwa ni raia, na waliobaki ndio wanajeshi ambao wameshikizwa. Na hawa kushikizwa wanatusaidia vile vile kwa kuwa wanakuwa na mshahara, si tunawapa top up allowance, lakini vile vile wanajua mahitaji ya wanajeshi. Ni rahisi kumhudumia mtu ambaye unamjua. Kwa hiyo wanajeshi wanasaidia kuweza kuendesha mambo kwa misingi vile vile ya kijeshi humo ndani. Katika kuhakikisha Ngome SACCOS inastawi na kukua kwa kasi, chama kimeanzisha utaratibu wa utoaji wa mikopo na huduma mbalimbali ambazo kwa kiasi kikubwa zimesaidia kubadilisha maisha ya askari wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania pamoja na wanachama wengine ambao wafanya kazi katika idara na taasisi zilizopo kwenye Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa. Kuna mkopo wa ujasiriamali ambapo mtu analipwa mara 3 ya fedha zake, na hii mara nyingi kila mmoja anakuwa anaweka fedha zake na anakopeshwa mara 3 ya fedha alizoweka. Kama ameweka milioni 2, na maana atakopeshwa, anaweza kukopeshwa mpaka milioni 6. Kuna mikopo ya dharura, huu unatolewa ni milioni 1, unatolewa ndani ya masaa 24 ya kazi. Tuseme kwa siku za kawaida ni 8 mara 3, siku 3. Mkopo wa dharura unakuwa ni milioni 1. Lakini kuna mkopo wa ustawi, personal loan, ambao hii mtu anapewa kutokana na matatizo tu ya kijamii, labda mtoto anaumwa, ana shughuli zake mwenyewe binafsi tu za matatizo ya kifamilia, basi anakopeshwa, ni mkopo wa ustawi. Lakini kuna mkopo wa mafao ya kustaafu. Wanachama miezi 6 kabla ya kustaafu wanaruhusiwa kukopa,
na fedha zile zinakatwa kwenye gratuity, kwenye kinua mgongo chake. Wakati akishalipwa kinua mgongo ndio anakatwa. Lakini vile vile kuna mikopo ya elimu, mtu akiwa na watoto ama yeye mwenyewe anasoma, analeta invoice yake na analipiwa kulingana na hiyo invoice yake. Lakini kuna mkopo wa tahadhari kama nilioeleza, ambao tunakata asilimia 1 ya mkopo, na huu vile vile tunautumia kama mtu anataka kukata bima ya gari, bima ya nyumba, bima za aina zote. Na sasa hivi tunaingia mkataba na AAR Insurance, Health Insurance, ambao wanachama wetu tutawalipia 750,000 kwa mwaka, na watapata matibabu yenye jumla ya 20 milioni kwa familia ya watu 6, yeye na mke wake na watoto 4. Kwa hiyo huu mfuko ndio utatumika kwenye kuwalipia, mfuko wa tahadhari. Lakini kuna mikopo ya viwanja kama tulivyosema 526 tunawakopesha watu. Lakini kuna mikopo ya makazi, ujenzi, watu wanapewa kwa awamu kulingana na stage anaofikia, kwenye msingi, kwenye linta, kwenye bati. Kwa hiyo mikopo ya ujenzi inatolewa kwa awamu. Lakini vile vile kuna mikopo ya kilimo. Mikopo ya kilimo kunakuwa na grace period kulingana na hiyo zao analolima, kama linachukua miezi 6, linachukua mwaka. Kwa hiyo kunakuwa na grace period kulingana na kilimo hicho ambacho anachofanya. Lakini vile vile mkopo wa kilimo ni pamoja na pembejeo, atakuwa anapata na pembejeo. Lakini kuna mikopo ya magari ambayo sasa hivi tunaingia na ubia na kampuni moja ipo Japani huko, ambayo imetuahidi kwa itatupatia magari tutakopesha wanachama, na tutakopesha wanachama tunamlipa huyo mzabuni. Lakini kuna mikopo ya samani, furniture, tupo mbioni kuingia ubia na duty free shop hizi, ambapo mtu anaweza kwenda kwenye duty free shop akaona furniture anazozitaka akachukua, sisi tukaenda kuwalipa pale, tukaendelea kumkata kwenye mshahara wake. Lakini kuna mikopo ya kujikombolea. Mikopo ya kujikombolea hii ni top up loan. Kuna mtu anakuwa ameshakopa mkopo, lakini katikati kabla mkopo hajamaliza kuulipa anapata na matatizo. Kwa hiyo tunamsaidia kwa kumpa mkopo wa kujikombolea, at least aweze kuendelea kusolve matatizo yake. Kwa hiyo anapewa top up ambayo inapunguza ile mkopo wa mwanzo na anaendelea na mkopo mpya. Lakini vile vile mwisho tuna mkopo wa kupumulia, rescue loan. Mkopo wa rescue loan ni kwamba mwanachama wakati mwingine anakuwa kwenye hali mbaya ya mahitaji, kuna mambo mengi yamemkabili, lakini ukitizama kwenye payslip yake take home, ile hela anayochukua ni ndogo, haikatiki na haiwezi kukopesheka. Lakini labda mikopo alionayo labda baada ya mwezi mmoja mkopo mmoja utakuwa umeisha, kwa hiyo tunaweza kumpa hiyo rescue loan. Tunampa rescue loan, kunakuwa na grace period ya mwezi mmoja mpaka miezi 6 kwa kulingana na hali yenyewe ya mkopo. Silaha yetu kubwa ni kukuza uchumi na maendeleo kwa kila mmoja wetu. Tuhakikishe wote wawe na nyumba nzuri, wawe na usafiri mzuri, watoto wasomeshwe, hata kama kuuguza. Tuna bidhaa mbalimbali kama za mikopo ambazo labda mikopo ya dharura, mikopo ya maendeleo, mikopo ya kilimo, mikopo ya ujenzi. Hiyo mikopo ambayo kwa mfano mkopo wa kilimo, hii bidhaa kweli watu hawajaanza kuielewa vizuri, lakini kwa wale walio mkoani ni bidhaa ambayo wakiwekeza vizuri itawawezesha wao kama wao kufanya vizuri zaidi katika kilimo. Swala la ujenzi, tunajua kabisa swala zima la ujenzi nchini kwetu ni gumu. Kwa hiyo unapojiunga na Ngome SACCOS kuna faida kubwa sana, na ukajua masharti ya ujenzi ukajenga, ukanukopa viwanja kupitia Ngome SACCOS. Wewe kama mtumishi wa umma, wewe kama askari, wewe kama ofisa, tunajua mazingira yetu, ukapata mazingira mazuri ya kuishi na wewe na familia yako. Ni wakati sasa wa kujiunga na Ngome SACCOS Limited. Usiache hizi fursa zikapita ukabaki kusimuliwa na wenzio. Mimi nakushauri sana mwenzangu, ofisa mwenzangu, askari mwenzangu, mtumishi wa umma ambaye anafanya kazi Jeshi la Ulinzi na Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, ukajiunga pamoja na wenzio ili tuweze kutembea pamoja. Wakati ni huu sasa, fanya maamuzi. Tunapoelekea ni pazuri zaidi, kwani fursa ziko nyingi ambazo sisi kama Ngome SACCOS kupitia umoja wetu huu tunazipata. Kwa mfano, kwenda mabenki mbalimbali yanatuamini, serikali inatuamini, mawaziri wanatuamini, makatibu wakuu wa wizara wanatuamini.
katika shughuli yetu tunayoifanya na inaonekana. Ukuaji wa chama unaendana na kasi ya uwekezaji katika miradi mbalimbali endelevu, ukiwemo mradi huu mkubwa wa jengo la kitega uchumi maarufu kama Ngome SACCOS Tower, jengo ambalo linajengwa jijini Dar es Salaam, ambapo katika utekelezaji wake wajumbe wa mkutano mkuu wa 9 walipata nafasi ya kulitembelea na kukagua maendeleo ya ujenzi wake. Kutokana na kukua kwa huku chama kimeona ni vizuri nacho invest, kikawekeza hela ambazo zitaongeza mtaji wa chama na vile vile kuwawezesha wanachama wenyewe kupata fedha zaidi. Na katika miradi ambayo tumeanzisha Ngome SACCOS Tower. Hili ni jengo la ghorofa 7 ambalo tumejenga Afrika sana. Thamani yake ya ujenzi pamoja na kiwanja ni bilioni 5. Hili jengo katika hizi bilioni 5 tumezigawa katika hisa 250,000 na kila hisa ni shilingi 20,000. Kwa hili jengo tumeuza hisa 49, asilimia 49 tumeuza kwa wanachama ambao tunategemea tutapata 2.45 bilioni, na Ngome SACCOS itabaki na 51% ambayo ni 2.55 bilioni. Hii 2.45 bilioni ambayo ni hizo za wanachama. Katika project yetu hii ni project ya kibiashara ambapo kutakuwa na matumizi tofauti. Kutakuwa na matumizi ya kiofisi, kutakuwa na matumizi ya malazi kwa maana ya studio apartments, kutakuwa na restaurant, hoteli. Pia katika jengo letu kutakuwa na ukumbi wa mikutano kwa ajili ya shughuli na hafla tofauti. Katika project yetu hii jumla tuna ukubwa wa square meter 4,200 kwa ajili ya matumizi ya vitu vyote ambavyo nimevitaja hapo kabla, na tunategemea project itakamilika kati ya mwezi wa 6 mwishoni au mwanzoni mwa mwezi wa 7. Kwenye jengo letu hili ni jengo la kisasa, kwa hiyo tuna facilities ambazo zitatuhakikishia usalama wa watumiaji pamoja na matumizi bora. Kwa hiyo kwenye jengo letu kutakuwa na CCTV kamera kwa ajili ya kucontrol ulinzi wa jengo zima. Jengo hili litakuwa na vifaa vya kudetect moto pale ambapo unataka kuanza, yani kwa maana ya fire detection. Kutakuwa na facility kwa ajili ya kuzima moto kwenye kila floor ya jengo hili, na pia kwa ajili ya urahisi wa uokoaji. Kwenye hii project tumefuata taratibu zote za uokoaji kutoka jeshi la zimamoto. Kwa hiyo jengo lina ngazi 2 kwa ajili ya fire escape route, na ngazi hizi zote zitakuwa ni fireproof, itakazoruhusu watu kuweza kuokolewa ama kutoroka ikiwa itatokea ajali ya moto. Katika kuhakikisha Ngome SACCOS inawafikia wateja na wadau mbalimbali katika vikosi vyote vya jeshi, Ngome SACCOS imejenga mtandao wa utoaji wa huduma katika maeneo mbalimbali nchini kwa kutumia mfumo wa wawakilishi katika vikosi mbalimbali vya jeshi. Hapa naongelea kuhusu Ngome SACCOS, jinsi inavyosaidia. Kwa ujumla Ngome SACCOS inasaidia
imesaidia, ila kwa mara ya kwanza watu walikuelewi msaada wake ni nini, ila baada ya kufahamu watu ndio kujua Ngome SACCOS ina msaada fulani. Mimi kwa ujumla imesaidia vitu kama vitatu. Imesaidia nimekarabati nyumba yangu da, nimeongezea mifugo kama ng'ombe, baadaye nikaingia kwenye mradi wa kuku. Kwa ujumla kwa mimi naona itasaidia. Nimejiunga na Ngome SACCOS mwaka 2008. Mimi nilifaidika kwa Ngome SACCOS kwa kujenga kibanda changu hiki na frame za maduka, na niliweza kununua pikipiki. Hizo pikipiki nilikuwa nazo kama mtaji, nilikuwa nazunguka nazo. Baada ya muda nikaziuza, baada ya kustaafu nikaongezea ule mtaji, nikanunua hii gari yangu kama nilikuwa nayo hapa kwa ajili ya kuniwezesha katika masuala ya kuzunguka au kutokana na hali ya uzee. Kwa hiyo kitu nachoomba wanajeshi wenzangu wastaafu na wale ambao wako bado jeshini, kitu cha muhimu zaidi watu wanatakiwa wajiunge zaidi na Ngome SACCOS. Ngome SACCOS ni kimbilio kubwa sasa hivi na linasaidia watu wengi na linainua watu wengi sana. Ukiangalia sasa hivi wanajeshi mara ya kwanza na sasa hivi ukiangalia watu hawajachoka, lakini wakati ule mwanajeshi akistaafu hali yake inakuwa ni mbaya sana, lakini kutokana na Ngome SACCOS imetuinua sana, na sasa hivi kwa kweli limekuwa kimbilio kubwa na linaenda kwa kasi sana. Kwa hiyo tunaomba wote walioko kwenye makambi na wanaotegemea kustaafu mwaka 2015 na 16 wajiunge na Ngome SACCOS ili wawe na maendeleo. Bila kukopa hujaonekana mtu. Kwa hiyo tuondoe mawazo yale ya zamani, tuyaweke mawazo ya sasa. Karibuni Ngome SACCOS. Katika mikoa ya Tabora, Mwanza na Mbeya, Ngome SACCOS imefanikiwa kwa kiasi kikubwa katika kutoa mikopo pamoja na kuwasaidia askari wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania walio kazini na wastaafu katika kuhakikisha wanatimiza kauli mbiu ya kuondoa umasikini na kukuza uchumi. Mtazamaji, mara baada ya kujionea ni nini Ngome SACCOS wanafanya katika mikoa mbalimbali, na sasa tumefika kwenye mkoa wa Mbeya. Mkoa wa Mbeya ni miongoni mwa mikoa ambayo Ngome SACCOS nao wanatoa huduma zao hapa, na wanatoa huduma kwa ajili ya askari walioko kwenye vikosi ambavyo viko ndani ya eneo la mkoa huu wa Mbeya. Na mimi ni furaha yangu kukuleta mkoani Mbeya, lakini kikubwa tu kwa wewe ambaye ni askari wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania ambaye uko mkoani Mbeya, lakini pia ni mfanyakazi ambaye unafanya kazi ndani ya vikosi hivi vya Jeshi la Wananchi wa Tanzania, jua kwamba Ngome SACCOS iko na wewe kuhakikisha inaboresha maisha yako, na wao wana huduma mbalimbali za kukusaidia kutoka hapo uliko kuelekea sehemu nyingine ambayo ni nzuri zaidi. Lakini pia ni kwa nature ya kazi yenyewe ilivyo, kwa sababu tunajua asili na nature ya kazi ya Jeshi la Wananchi wa Tanzania sio kazi ambayo mtu anategemea kupata faida. Na ndio maana Ngome SACCOS wakasema waje kwako ili wahakikishe kwamba wanasaidia kuboresha maisha yako kwa wewe kujiunga nao, na ukishajiunga nao wao pia wanakuboreshea maisha yako. Karibuni sana. Mimi nimekopa mikopo mingi kutokana na SACCOS, na miradi niliyoanzisha ni pamoja na mradi huu ambao niko hapa, ni mradi mmoja wapo, na pia nimejenga jengo hili kutokana na pesa hizo za mikopo ambazo sasa hivi nanufaika kutokana na mikopo ya Ngome SACCOS. Pamoja na mikopo, lakini SACCOS kwa bezi ya Tabora tulianza mwaka 2008 wakati tukiwa wanachama wachache kama 10 tu, lakini tumeshawishi watu, nimejaribu kushawishi mpaka tumekuja kupata nafasi, tumekuwa wanachama wengi. Kwa hivi sasa katika nafasi yangu ya ukatibu wa kanda nimeteuliwa rasmi, nimekuwa katibu wa wastaafu Ngome SACCOS Tanzania, na kazi hiyo nitaifanya kwa udi na uvumba na kuhakikisha kwa wastaafu wote ambao wako wanachama na hao watajiunga na Ngome SACCOS na kunufaika
na mikopo mbalimbali ambayo Ngome SACCOS inatoa. Kwa kushirikiana na mwenyekiti wangu ambaye ni Brigadier General Mateka, ambaye na yeye kwa Vumba anajua kazi zake zilivyo. Najua tutakuwa na ushirikiano mkubwa na hata kwa ushauri kwa uongozi wa bodi kuhusu wastaafu ili wanufaike na mikopo mbalimbali ambayo inatolewa na Ngome SACCOS. Nilijiunga na Ngome 2004. Baada ya kujiunga na Ngome nikakopa, nikapata pesa, nikaandaa sehemu ya kuishi, nikimaanisha nyumba. Nikakopa mara ya pili. Hii nyumba nilinunua, ikawa nimeibomoa, nikaanza kujenga upya. Na Ngome yangu namaliza mwezi wa 4 2015. Nategemea kuchukua tena mkopo ili nimalizie hii nyumba nikarabati. Na wasii askari wenzangu, tuachane na haya mashirika mengine, tukuze Ngome yetu, ndio mkombozi wetu. Mambo mengine tunadanganyana. Huyo ndio mkombozi wetu Ngome. Hakuna mashirika mengine, yote ni uongo. Na tukipata pesa tukikopa Ngome, tufanye kitu cha kuonekana. Sio tunakopa Ngome tunaenda kukaa kwenye viti virefu, nikimaanisha kwenye mabaa, wanawake kwa sana, haisaidii. Pata mkopo wako, fanya kitu cha maana. Hata mtu akiona ajue huyu jamaa amepata kwa ajili ya kitu fulani. Yangu ni hayo. Mwaka 2010 ndio nimejiunga na Ngome SACCOS. Ilinisaidia Ngome SACCOS mimi kujenga nyumba yangu hii. Nimejenga hii nyumba kwa ajili ya kukopa Ngome SACCOS. Bila Ngome SACCOS mimi nisingejenga nyumba. Na ushauri wangu ni kwamba tujenge mikopo ile tunayopewa sisi na Ngome SACCOS. Tufanye vitu vya maana, bado kuwezeka tu hapa. Niko kwangu, ni mwanachama namba 4144, Sergeant Hamisi Hemedi Saburi, MT 62802. Niko 692 Tabora. Mimi ni katibu wa bezi ya Tabora. Hii ndio jengo langu. Hili jengo mimi nimelipata. Hili jengo ni la kwangu hili. Hili jengo langu. Hili jengo nimesaidiwa na Ngome SACCOS. Nasema hili si la mtu, hili ni la kwangu. Nembo yangu hii hapa. Hapa ni sehemu ya kujisaidia, hapa ni chooni hapa. Nimejenga nyumba ya vyumba vingi tu, kubwa. Hilo milioni kambi nyingi sana. Hapa ni store hii ambapo mke wangu, familia yangu itakuwa inaweka vitu vyao hapa. Hapa ni sebuleni. Hapa ni sebule hapa. Hapa ni sebuleni ambapo nitaweka vitu vyangu nitakapoiwezeka. Muda wote ule. Hapa ni sebuleni hapa. Hapa ni sebuleni kwangu. Nitawakaribisha wageni wangu waje hapa wakae watulie. Umeona? Hapa ndio sebuleni kwangu hapa. Hapa. Nikitoka sebuleni nimetengeneza kitu cha kumwekea ujasiriamali mke wangu. Hapa atakuwa anauza barafu. Hapa kutakuwa na reception hapa. Kwamba nitauza hata barafu hapa. Hapa. Ndio. Kwa hiyo kesho linafunikwa, kesho linafunikwa hivi. Hela zote nimezitoa Ngome SACCOS. Ndio ilionisaidia. Sina pengine pa kukopa zaidi ya Ngome SACCOS. Ndio maana naipenda hii. Tangu nijiunge na Ngome SACCOS, kuna baadhi ya mahitajio muhimu nimeyapata. Mfano Ngome SACCOS nisaidia, nimeweza kupata kujenga nyumba yangu hii hapa. Nikaimaliza, nikanunua kwanza kabla kujenga nyumba nilinunua kiwanja hiki kwa ajili ya Ngome SACCOS. Nikajenga haka kajumbo nako kaona kwa ajili ya Ngome SACCOS, maana nilikopa mikopo mara 2. Basi Ngome SACCOS naweza kusema kwamba inajitahidi kwa sababu hata unapoomba mkopo unaweza kupata kiurahisi kuliko mabenki mengine. Hakuna mizunguko tofauti na mabenki mengine. Labda maoni yangu kwamba wajaribu kurekebisha hizo kasoro nilizozitaja, nadhani nitapata wateja wengi. Lakini mimi binafsi nimepata matunda kutoka kwa Ngome SACCOS.
Nimejiunga na SACCOS ya Ngome 2012. Hadi sasa hivi manufaa niliweza kupata kwenye Ngome, SACCOS ya Ngome, ni kwamba nimeweza kupata mkopo, nimejenga nyumba, na ndio kama unavyoona hivi kwamba imefikia hatua nzuri. Na nategemea wazi kwamba bila kujishirikisha kwenye Ngome SACCOS, kwa kweli maendeleo kwa askari yatakuwa ni duni. Pili, nimeweza kupeleka watoto shule kwa kutumia huu mfuko wa Ngome SACCOS. Kwa na wahamasisha askari wenzangu tujiunge kwa wingi ili kusudi mfuko wetu uweze kufanyaje kutuna, kwa sababu wingi wa wanachama ndio mafanikio ya chama. Hapo tunaweza tukaanzisha hata mashamba ambayo yataweza kutusaidia kwa huko mbeleni. Kifupi, Ngome SACCOS hii ni SACCOS ambayo ina wanachama wake ni wanajeshi, maana tukimaanisha maafisa wa jeshi, maaskari na watumishi wa umma ambao wako chini ya Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa. Ili kuwa mwanachama wa Ngome SACCOS, kwa hawa watu ambao wanahusika katika hiyo bonds, kusudiwa anatakiwa kulipa hisa za kwa mwanachama, pia anatakiwa kulipia kiingilio pamoja na kujaza fomu ya kujiunga wanachama, ambapo kwa sasa mwanachama ambaye anaweza akakubalika kuwa mwanachama wa Ngome SACCOS anatakiwa aanze na umiliki wa hisa zisizopungua hisa 10 zenye thamani ya shilingi 10,000 kila hisa, ambapo zinaleta jumla ya thamani ya shilingi 100,000 kwa hisa hizo 10. Pia atatakiwa alipe kiingilio cha shilingi 10,000 na fomu ya kujiunga na wanachama atajaza na kulipia shilingi 5,000. Ngome SACCOS pamoja na kukabiliwa na changamoto mbalimbali katika utekelezaji wa mipango yake, imejizatiti kuhakikisha inatoa huduma bora kwa wanachama na wadau wake katika kiwango bora kabisa, ambacho kitasaidia kuharakisha utoaji wa huduma kutokana na kuwa na wafanyakazi wenye ari kubwa ya kuwahudumia wateja kwa kasi na viwango vya kimataifa. Ngome SACCOS imetuwezesha kupata viwanja Mlandizi. Viwanja tulivyopata Mlandizi vina ukubwa wa eneo mbalimbali. Kuna ukubwa wa kama mita kwangu kina ukubwa wa mita, kina ukubwa wa nusu heka, na viwanja hivyo sasa hivi tunafanya maandalizi ya kujenga. Wengine wameshajenga, wengine ndio wanafanya maandalizi ya kuanza ujenzi. Kwa hiyo tunaishukuru SACCOS kutuwezesha kupata viwanja. Wito wangu kwa wanachama ambao hawajajiunga, labda hajachukua kiwanja, waje wachukue viwanja kwa wingi. Viwanja bado vipo na ni vizuri kwa maendeleo yetu ya baadaye. Wanachama, mimi nadhani hamna kitu ambacho wanakikosa, hamna bahati nzuri wanayoikosa kama kutojiunga na Ngome SACCOS. Ngome SACCOS yakiingia hapa anafundishwa ujasiriamali, tunamfundishia ujasiriamali, lakini vile vile anapata hisa. Hela zake anazoziweka akiba tunampa 3%. Benki nyingi unaweka hela, yale makato ni makubwa kuliko 3%. Kwa hiyo mwisho wa mwaka huwezi ukapata, hata mwisho wa mwezi huwezi ukapata akiba ambayo unaiona kuwa ni faida umeipata kutoka kwenye kuwekeza fedha zako kule. Lakini kwa hapa ukitizama akiba yako ni bure. Kuna utaratibu ambao tumeweka, tunatumia kwenye simu yako, unapata akiba yako bure, ledger zako tunakutumia bure, hela tunakupelekea bure, viwanja tunakupa bure. Lakini ukienda benki ukitizama tu akaunti yako unachajiwa, ukidraw hela zako unachajiwa, ukiwa kwenye ATM unachajiwa. Vitu hivyo vyote hivyo ni hela ambayo ungesave kwa mwezi kwa kutumia Ngome SACCOS. Lakini vile vile Ngome SACCOS inawajali wanachama wetu, kama nilivyoeleza mikopo yetu. Kuna mikopo mpaka ya kupumulia. Huna hela za kulipia, lakini tunakupa
mkopo wetu tukijua wewe bado ni mfanyakazi, unakuwa na grace period, tutakupa. Huwezi kwenda mahali popote ukapewa mkopo wa kupumulia. Lakini sisi tupo tayari, tunaweza kukopesha hata mikopo miwili. Watu wanakuwa na payslip mpaka 2 hapa. Wana mikopo 5, 6. Amechukua ya kiwanja, amechukua ya ujasiriamali, amechukua ya elimu, amechukua ya dharura, lakini huwezi kupata sehemu nyingine. Nadhani hapa ndio mahali mwisho wa matatizo yao. Hili eneo lina ukubwa wa mita za mraba 12,000. Hizi ni eneo ambalo tunategemea kuweka shopping mall. Shopping mall kwa mbele kule ndio kutakuwa na maduka, na katikati tutategemea kuweka kumbi za harusi, mikutano, na kwa nyuma kutakuwa na hotel apartments kwa ajili ya wanachama wakitoka mikoani wanaweza kupata vyumba, lakini vile vile na watu binafsi wanaweza kupata vyumba kwa ajili ya kupumzika, kufanya biashara kwa mbele. Na kwa ujumla hapa tunahitaji mwekezaji ambayo tutakuwa kwa pamoja kushare kwa pamoja kwa ajili ya kutengeneza hivyo vitu vitatu kwa pamoja: shopping mall kwa mbele, afu katikati kumbi 3 za mikutano, harusi na multipurpose hall, na kwa nyuma kutakuwa na hotel apartment ya ghorofa 7. Hii ndio kaunta ambayo tunategemea kuanzisha benki yetu ya wanachama, Ngome Benki. Na hii Ngome Benki itakuwa kwa ajili ya watu wote, wanachama na ambao sio wanachama. Kwa hiyo wananchi wote watakuwa wanapata huduma hapa. Na kama tulivyosema, seed money ni 49% ambazo tutakazozipata kutoka hisa tutakazoziuza kwenye jengo letu la Ngome SACCOS Tower. Huu ni ukumbi wa juu wa Ngome SACCOS ambao takribani unaweza kutosheleza watu 300, na tunakodisha kwa Laki8 tu kwa wanachama na wasio wanachama, na kwa mwaka mzima unatupatia kwenye 76.8 milioni, ambazo hizi fedha zinaongeza uwezo wa chama na vile vile zinaongeza kwenye gawio la wanachama. Mwisho wa mwaka wanachama wanagaiwa, zinaongezeka kwenye faida za chama. Na mtazamaji, Waswahili wanasema wakati ni ukuta, na kwa kufikia hapa mimi ndo nahitimisha sehemu ya makala hii ya Ijue Ngome SACCOS. Mtazamaji, kwa macho umeweza kuona na kwa masikio umeweza kusikia kitu gani wenzetu wa Ngome SACCOS Limited wanachokifanya, na hizi ni salamu tosha kwako wewe askari wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania ambayo umekuwa ukitoa huduma iliyotukuka kwa taifa lako, na ukawa unajiuliza unapostaafu nini hatima ya maisha yako. Sasa suluhisho limefika, na suluhisho ni Ngome SACCOS Limited, ambao wao wako hapa kuhakikisha wanaboresha maisha yako ukiwa kazini na mara baada ya kumaliza kazi, ili sote tuweze kuifurahia Ngome SACCOS yetu. Unachotakiwa kufanya ni kuungana nami sasa katika kutumia namba hizi ambazo unaziona hapa kwenye runinga yako. Hakikisha unawapigia, unawatumia ujumbe mfupi, au unakwenda ofisini kwao kuzungumza nao, na wao wako nchi nzima kupitia wawakilishi mbalimbali katika kanda tofauti tofauti hapa nchini Tanzania. Lakini kama unahitaji la moja kwa moja, unaweza ukafika makao makuu ya Ngome SACCOS ambayo yako hapa jijini Dar es Salaam, eneo la Mwenge, wilaya ya Kinondoni, na wao wako tayari kabisa kukuhudumia na kuhakikisha wanakuwa sehemu ya wewe kuboresha maisha yako. Na para shaka usiwe na wasiwasi. Jambo kubwa walilofanya ni kuhakikisha kwamba wanaweka dhamana za wanachama katika uwekezaji ulio bora, ukiwemo wa jengo hili kubwa kabisa la Ngome SACCOS Tower, jengo ambalo likikamilika litasaidia pia kuongeza kipato cha moja kwa moja kwenye chama hiki, kipato ambacho kitasaidia pia kuongeza gawio na faida la mtaji kwa wanachama na kwa chama chenyewe. Lingine nini unataka?
hili ndio suluhisho lako. Wewe askari wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania, lakini pia wafanyakazi wanaofanya kazi katika Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa na taasisi zake, hapa ndiyo nyumbani. Ukifika hapa utoke uende wapi? Kwa niaba ya mratibu mkuu wa makala hii, Kanali Charo Hussein Yateri, mimi naitwa Jerry Muro. Kwa niaba ya crew nzima ya Innovative Media Solution, tunakutakia utazamaji mzuri wa vipindi vinavyoendelea, na kwaherini.